Kwa mfano kama watoto wachanga wakiwa na wajawazito na wazee pia, tunapoenda katika huduma za afya kupata huduma, tunaenda ni umbali mrefu sana, na hapa tuna wakazi wengi sana. Pia tunashukuru mlipokuja na kutusaidia kutupa msaada kama huu. Tunashukuru kwamba muendelee kutusaidia, na pia tutakapojenga zahanati yetu tunaomba mtuandalie hata waganga pia ambao ni wauguzi. Muendelee kutusaidia pia, msiishie hapo, ili tuendelee kwa pamoja na kunemeka. Katika kijiji chetu cha Kongolo Mswiswi ni kutokupata huduma za afya. Kwa cha kwanza hatuna zahanati kwa muda mrefu, ni kilio cha muda mrefu sana. Ni kijiji kikubwa chenye watu wengi, lakini tunashukuru nguvu ya wananchi wameweza kujenga hilo jengo, lakini mpaka sasa haja yetu ni kuhitaji liezekwe ili huduma zianze kutolewa. Kijiji cha Kongolo Mswiswi kina jumla ya wakazi wapatao 4873. Zoezi la ujenzi wa zahanati ya kijiji lilianza rasmi mwaka 2018. Zahanati ipo kitongoji cha Maendeleo. Jengo limejengwa kwa nguvu kazi za wananchi kwa kushirikiana na mafundi waliopo kijiji cha Kongolo Mswiswi. Kiasi kilichokusanywa ni shilingi milioni 6,707,800, na ruzuku kutoka serikali mfuko wa jimbo ilikuwa ni shilingi milioni 2. Jumla iliyotumika ni shilingi milioni 8,707,800. Nguvu ya wananchi ni shilingi milioni 3,082,200. Jumla kuu ikawa ni shilingi milioni 11,790,000. Shughuli za ujenzi zilikoma 2021. Jengo limefikia hatua ya usawa wa lenta kwa jitihada za wananchi. Hivyo tunaiomba ofisi ya mkurugenzi iweze kukamilisha zoezi la upauaji na umaliziaji wa jengo ili isogeze huduma kwa wananchi. Tunafahamu vyema kwamba hapa hatuna kituo cha afya, na kupitia zahanati ile, kwanza nitoe shukrani kwa wananchi wote walioshiriki katika kuutekeleza ule mradi. Jukumu mlilolitekeleza ni jukumu la kizalendo, kwa sababu katika ujenzi wa taifa hili, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa halmashauri yetu, inahitajika juhudi ya mimi na wewe, mimi kwa nafasi yangu na wewe kwa nafasi yako kama mwananchi. Sasa kwenye zahanati ile tayari halmashauri ya Mbarali tumeshatenga milioni 40 ambazo zitaelekezwa pale kwa ajili ya ukamilishaji wa ule mradi. Kwa tunategemea kwenye bajeti hii tunayokwenda nayo ya mwaka 2026-27 mradi huu utatekelezwa kwa fedha hizo. Lakini nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Diwani ambaye amepeleka mifuko ya cement pale, na tunategemea kuanzia kesho mafundi wataingia site kuendelea na kazi ile. Nichukue fursa hii pia kwa ruhusa yenu nitoe shukrani za dhati kwa watumishi wote wa kata hii wakiongozwa na mtendaji wa kata kwa kazi nzuri mnayoifanya ya kusimamia miradi yetu, na nimewapa maelekezo ambayo nitayasimamia. Kawaida yangu ni kutoa maelekezo na kuyafuatilia, wausimamie ule mradi ukamilike kwa wakati, na hatutaki visingizio au excuses au changamoto zozote ambazo zinakuja kuibuliwa baadaye kwamba mradi huu umeshindwa kukamilika kwa sababu fulani. Hapana, fedha zipo, viongozi wapo, na nyinyi watendaji mpo, simamieni mradi ukamilike. Niseme tu nakushukuru, lakini pia nikushukuru kwa wajibikaji wako, maana nilivyokuwa naomba kwamba kuna zahanati kule na miaka mingapi haijaendelezwa, umefanya.